Ebana nam, basi karibu tena na hii hapa ni episode ya 32 ya Merlin. Na kukumbusha tu kama bado subscribe ili tuende sambamba. Jina langu mimi naitwa Melek kama inavyoonekana katika upande wako wa kulia. Basi movie yetu inaanza katika upande wa Camelot ambako huku binti anaitwa Guinevere alikuwa basi amemaliza kazi zake na ilikuwa basi nyakati za usiku. Alikuwa anarudi katika mageto yake. Nyakati hizo kipindi ambacho basi alivyokuwa basi ameingia pale ndani kwake, hapo alikutana na maharamia wawili. Hao watu walikuja basi katika ile eneo, walikuwa na plani zao. Hapo binti wa watu waliogopa kinoma, akaanza kurudi nyuma. Mara kipindi ambacho basi alipokuwa anarudi nyuma, alikutana na mtu mmoja aliyekuwa basi ameweza kushika kitambaa kimoja. Hapo akamhusisha madawa ya kulevya. Binti wa watu alitekwa bila hata kujua kwamba anapelekwa wapi. Nyakati hizo za usiku, hao maharamia waliondoka naye, lakini juu ya ukuta wa Camelot, mwanamke anaitwa Morgana alikuwa anatazama lile tukio. Alijua hii plani namna ambavyo ilivyokuwa imepangwa. Alikuwa anajaribu kuweza kuhakikisha tu nini ambacho kinaendelea. Asubuhi mapema Arthur pamoja na Merlin walikuwa basi wanazungumza, na Arthur alikuwa anaamshwa na Merlin. Mara ghafla Arthur akaanza kushangaa kwamba kwa sababu gani Merlin anapiga sana makelele. Akaanza kumfukuza pale ndani. Katika asubuhi na mapema kulikuwa basi kuna kikao cha familia. Mara nyingi ambazo basi waga wanakunywa pale breakfast, waga wana discuss mambo mawili matatu. Katika siku ya leo Morgana alileta taarifa mbaya sana katika ile eneo. Akasema kwamba binti anaitwa Guinevere hajafika katika chumba chake, ambako basi katika siku ya leo alikuwa anategemewa kwamba atafika asubuhi na mapema kama kawaida. Waga basi anafanya kazi katika chumba chake pale. Mfalme akaanza kushangaa kwa sababu gani mwanamke huyu amekuwa basi akimjali sana huyo mwanamke, kwa sababu ni moja kati ya binti ambaye ni mfanyakazi tu. Mfalme huaga hawapendi kabisa wafanyakazi mara kwa mara. Pale akasema kwamba tutafuta mfanyakazi mwingine, lakini Arthur akasema kwamba hapana, tunapaswa kujali kile ambacho kimetokea. Lakini Lady Morgana alikuwa na plani yake kumuingiza Arthur katika matatizo. Arthur alipotoka nje huko na Merlin akampa kazi moja tu kwamba kamtafute huyo mwanamke, nenda katika chumba chake uweze basi kunipa taarifa baada ya muda huu. Basi Merlin alifika katika chumba cha kwa Guinevere na kisha akaanza kuangaza huku na kule. Mara ghafla akakuta kwamba vitu vilikuwa vimesambazwa huku na kule. Sasa hapo akaona kitambaa kimoja ambacho kitambaa hichi alikinusa, na mwisho wa siku akaja kugundua kwamba inawezekana kwamba huyu binti alikuwa kama vile ametekwa kupitia kitambaa hichi. Sasa katika upande ambako basi mwanamke huyu anayeitwa Guinevere alipokuwa ameletwa, sasa hapa kulikuwa na watu wawili. Hapa kulikuwa na Mugus pamoja na Sandred, walikuwa wakimtazama mtu mmoja ambaye alikuwa katika sero. Mtu huyo alikuwa anaitwa Alien. Sasa baada ya kumtazama akaanza kujiuliza kwamba yuko wapi huyo binti aliyekuwa basi amekamatwa kwa Camelot. Sandred anasema kwamba tumeshamkamata na tumemhifadhi. Hasa katika upande wa pili huku hivi ambako basi walivyokuwa wameweza kuitwa huyu binti, Sandred katika siku ya leo anamuita binti huyu, lakini pale Guinevere akaitwa Guinevere. Sandred akasimama juu na kisha akamsogelea. Pale akakata kamba zake. Baada ya kukata kamba zake, Guinevere akamuuliza kwamba kwa sababu gani umeniita huku hivi? Basi Sandred akasema kwamba kuna jambo la kulifanya. Pale akaingizwa ndugu yake. Huyo anaitwa Alien. Kila mmoja alipomtazama mwenzake walikumbatiana pale. Wanapendana kinoma, kisha wakaachiwa nafasi yani waweze kudiscuss. Sasa Alien akaanza kuuliza kwamba ulikuwa wapi miaka yote? Alien ni mmoja kati ya mtu ambaye mara nyingi zaidi amekuwa akifuata kile ambacho moyo wake unakipenda. Pale Guinevere akamwambia kwamba nini ambacho umekifanya. Alien anasema kwamba hajafanya jambo la aina yote. Pale naye Alien akamuuliza Guinevere nini ambacho hawa watu wanakihitaji. Guinevere akasema kwamba natamani kama ningekuwa najua kwamba nini ambacho wanakihitaji. Kwa upande wa pili Mugus pamoja na Sandred walikuwa wanatazama tu namna ambavyo hawa watu basi walivyokuwa na discuss. Wakasema kwamba tutumie udhaifu wao dhidi ya mapenzi yao kati ya kaka na dada tuweze kufanikisha jambo letu. Plani yao ni ipi? Bado hajaweka wazi. Arthur huko pamoja na Merlin basi wanamletea Arthur kile kitambaa. Akamwambia kwamba kinusa hichi kitambaa. Arthur baada ya kuinusa tu hivi, pale maskini ya Mungu akalewa na kisha akadondoka chini. Merlin akavuta kiti pale chap na kisha akakiweka katika eneo ambalo basi Arthur alikuwa anadondoka. Pale baada ya Arthur kuzinduka akaanza kuuliza kwamba hicho ni nini. Merlin akaambia kwamba kitambaa hichi naamini kwamba Guinevere ndicho walichotumia kumteka. Sasa katika upande wa pili huko hivi Guinevere aliomba maji na kisha akapewa maji. Baada ya kupewa maji sasa Sandred ndo anamweka wazi kwamba kama unataka kaka yako abaki kuwa hai, naomba unisaidie jambo moja katika upande wa Camelot. Mlete Arthur hapa ili sisi tukamilishe mipango yetu. Asa Guinevere kwa kuwa alikuwa anapenda sana kaka yake, basi ilibidi sasa akubaliane na hao watu na kisha hakuwa na njia ya kubisha katika hili jambo. Asubuhi na mapema katika upande wa Camelot, asa hapo mwanamke huyu anaitwa Lady Morgana alishangaa kwamba pale Guinevere alikuwa amerudi. Akamuuliza Guinevere ulikuwa wapi? Yaani mwanamke huyu ni mnafiki kinoma. Guinevere anasema kwamba nilikuwa tumepata matatizo kidogo, nipo sawa. Basi Guinevere akawa anatoka nje, ila Morgana akawa anamtazama. Akapapiana na Merlin katika corridor, akadondoka pale chini. Merlin anashangaa, "Gwen umerudi?"
umerudi, ulikuwepo wapi? Guinevere anasema kwamba nilikuwepo tu katika chumba changu. Melanie anaambia kwamba nimefika katika chumba chako lakini haukuwepo pale. Gwen katika mkono wake ndipo basi Melanie akaja kuona kwamba huyu mwanamke mkononi mwake kuna jeraha. Kisha nyakati hizo Gwen alikuwa anaanza kusema kwamba nipo salama, kisha pale akaanza kulia. Basi Melanie akapata wakati mzuri wa kudiscuss na huyu mwanamke. Basi pale Gwen ndo anamwambia kwamba kuna watu waliniteka, na kisha baada ya kuniteka hawa watu inawezekana kwamba kuna mtu alimwambia kuhusiana na siri yangu pamoja na Arthur. Melanie anaambia kwamba siri ipi? Kuhusiana na mapenzi yenu au? Gwen akasema ndio, haiwezekani kwamba mtu kutoka katika eneo la nje ya Camelot akafahamu hii siri. Inawezekana kwamba kuna mtu wa ndani aliyevujisha hii siri. Lakini Melanie akamwambia kwamba usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi baada ya kumpelekea Arthur zile taarifa, Arthur aliplani siri moja tu, ambayo siri hii alipeleka na kumuokoa kaka yake Gwen. Na kisha nyakati hizo ambazo basi walikuwa wanadiskasi, kumbe nje ya mlango wake alikuwepo Lady Morgana. Morgana akafahamu kabisa kwamba huyu mtu ameingia kwenye mtego wetu, kisha akapeleka taarifa. Usiku ulipofika nyakati hizo, alimpa mwanamke huyu anaitwa Muguzi zile taarifa, na Muguzi akamwambia kwamba kila kitu kitaenda kama tulivyopanga. Naamini kwamba siku zitakazokuja, hasa baada ya kufa, wewe ndo utakaenda kumiliki ufalme wa Camelot, maana ndo mtoto halisi uliyebaki kwa ajili ya ufalme wa Camelot. Siku iliyofuata Arthur alimwaga baba yake kwamba anaenda katika mapambano, na mapambano haya ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kushinda kuhusiana na nguo fulani, ambazo nguo hizi mwanamke anaitwa Morgana na ni mmoja wapo kati ya mwanamke ambaye alitamani sana Arthur aweze kushiriki. Melanie akamwaga Gazi, na kisha Gazi akampatia maneno ya busara kwamba azingatie jambo moja tu, awalinde na yeye pia ajilinde. Nje sasa huko hivi Arthur alimwalika kumbe naye Morgana. Melanie alimaini kinoma noma, wakaingia mpaka porini. Baada ya kuingia porini sasa wakawa na discuss kwamba kila mmoja amlinde mwenzake. Melanie atalindwa na Guinevere, basi pale Arthur atamlinda naye Morgana. Basi Guinevere alikuwa anacheka tu kwa sababu ni ushenzi huo. Basi wakafika katika eneo moja ambalo eneo hili waliweka kambi. Baada ya kuweka kambi sasa pale Melanie alipewa kazi na Arthur aende kutafuta kuni, lakini Melanie akaanza kubisha kwamba hataki kwenda kukusanya kuni. Arthur akamwambia wewe sepa, nataka niongee na mama hapa. Basi Melanie ndo akaelewa, akaingia porini akamkuta huku hivi Morgana. Kisha Melanie akaanza kumchana Morgana kwa sababu gani anafanya mambo yote haya. Haiwezekani mtu anayelinda maisha yako, mtu anayekujali, mtu anayekupenda, lakini bado unamuingiza katika matatizo. Basi pale mwanamke anaitwa Morgana akamwambia kwamba Melanie, unajifanya kama vile unajua vitu vingi sana. Melanie akasema ndio, najua vitu vingi, lakini kama ningekuwa mimi ni wewe, singekubali kwamba mtu ananipenda na ananijali aweze kuingia katika matatizo. Melanie sasa akamwambia kwamba vyovyote vile itakavyokuwa lazima nimlinde huyu Arthur, na itakavyokuwa nawe pia utaenda kuingia katika matatizo. Basi Morgana akasema kwamba Melanie, hujui chochote, funga mdomo wako. Basi huku Arthur pamoja na Guinevere walikuwa na discuss stories hapa na pale, lakini ukweli wa mambo ni kwamba Guinevere alikuwa analaumu sana kama inapo ataingia katika matatizo basi ataweza kujisamea katika maisha yake. Sasa nyakati hizo ambazo basi walivyokuwa basi wanawasha moto, Arthur alitumia muda mrefu sana kuwasha moto, lakini pale Guinevere akamwambia kwamba leta hichi kiberiti, maana alikuwa anagonga kama vile mawe. Baada ya hapo basi tu binti alivyowasha tu mara moja moto ukawaka. Arthur akamtazama binti yule, naye binti akamtazama, ilibaki kidogo tu akisi, lakini kwa bahati mbaya akafika pale hivi Morgana pamoja na Melanie wakaona aibu. Morgana akawatazama, lakini pale Melanie naye pia akasema kwamba jamani, naomba mimi nirudishe hizi kuni huko porini nikaongeze kuni nyingine. Lakini Arthur akamwambia staili ambayo alikuwa anamtazama tu Melanie alielewa. Basi Arthur akaanza kupanga plani kwa ajili ya kuingia katika hilo eneo ambalo ni hekalu la Sindred, ambako huko ndipo walipojificha. Sasa pale kipindi ambacho basi alivyokuwa anapanga, alikuwa anamwaga story nyingi sana, yani kama vile siri zilizokuwa basi zimejificha, njia watakwenda kupita katika siku ya kesho. Melanie akasema kwamba jamani, kuna mtu yote anataka maharage, akavunja kabisa story ile. Pale Arthur alimtazama, kila mmoja anasonga mstagi maharage. Morgana alimtazama wewe, akajua kwamba Melanie anajaribu kuweza kunivusha katika hili jambo kwa sababu hataki mimi hapa niweze kufahamu ukweli. Basi usiku ulipofika, Morgana tena akakutana na Mugusi, na Mugusi akamwambia kwamba nini ambacho kinaendelea. Morgana akatoa siri nzima kwamba Arthur katika siku ya kesho anategemea kwenda kupita katika njia za chini ya ardhi ambazo zinaitwa tunnels, ambako huko naamini kwamba hakuna mtu yoyote anayefahamu hiyo njia. Basi mwanamke huyo anaitwa Mugusi alimpa pete moja, ambapo pete hii ni pete ya kichawi. Pale aliiloga ile pete, na kisha akamwambia kwamba utaiweka katika njia ambayo mtapita, ambayo njia hiyo nitaifuatilia na mwisho wa siku tutajua.
Basi pale kipindi ambacho Melanie, Arthur pamoja na Guinevere walipokuwa wamelala, mwanamke anaitwa Morgana alirudi. Kisha asubuhi mapema Melanie alimuuliza Morgana, vipi kuhusiana na usingizi wa jana? Ulikuwa mbaya? Morgana akamwambia kwamba hebu funga mdomo wako, sihitaji mazoea na wewe. Sasa baada ya safari kuanza, Melanie alifika katika eneo fulani baada ya kugundua kwamba Morgana lazima basi itakuwa na kitu ambacho amekipanga. Akamwandaa nyoka kupitia uchawi. Pale baada ya kumwandaa ile nyoka, akamwagiza ile nyoka akamng'ati Morgana. Nyoka sasa alimng'ata Morgana, kila mtu akabaki katika eneo la taharuki. Hali ilikuwa si mbaya. Melanie anasema kwamba mwanamke hawezi kwenda, maana anajua kwamba huyu mwanamke kuna kitu ambacho itakuwa amepewa kwa ajili ya kwenda kuangamiza. Sasa akalazimisha basi mwanamke huyo abaki naye. Hata akasema kwamba lazima tuende wote. Morgana naye anang'ang'ania kwamba nitaenda. Melanie asija kuonekana kama vile ni mtu mbaya, basi wakakubali kwamba Morgana naye ataungana nao. Hata kwa heshima akakokotana na Morgana kwenye farasi yake tena akiwa karibu, lakini Melanie akahisi kabisa kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Katika upande huku kwake Sandred pamoja na Mugusi walikuwa basi wamejiandaa wanasubiria kwamba saini tu ya kwake Morgana ionekane. Sasa wakati huo huku Arthur naye akaanza kupita katika eneo la mapango, huku sasa wakiwa wanapita juu ya mawe mzee. Melanie anasema kwamba tusitumie njia hiyo, tutumie njia nyingine. Arthur anasema kwamba hapana, hizi 5 ndo njia ambayo basi ni nzuri kuliko ambazo tulikuwa tunaziwaza. Melanie akasema tubadilishe njia haraka ili basi kila mmoja asifahamu siri yetu. Arthur akalazimisha. Baada ya kulazimisha tu akaanza kupita katika hizo 5 njia za chini kwa chini, na pale akatangaza kwamba kila mmoja akae karibu na mwenzake. Kipindi ambacho basi walivyokuwa naingia ndani, Morgana akabaki nyuma. Morgana sasa akaitoa ile pete na kisha akaweka juu ya lile jiwe. Pete ile ikaanza kutoa ishara tena moshi fulani hivi wa njano. Kisha wenyewe wakazama ndani. Wakatembea wewe, lakini katika nyakati hizo hizo wakakutana na mabuibui. Yani hizi njia hazikuwahi kupitwa na mtu yoyote. Ni njia ambazo ni za zamani sana. Pale walikutana na miili ya watu iliyokufa zamani hizo. Yani kipindi ambacho ni kipindi kigumu zaidi katika maisha yao. Hapo Melanie pamoja na Arthur wakaanza kujiuliza kama Morgana yuko wapi. Asa Morgana naye akajitokeza pale, niko hapa. Hii ni ishara kwamba Melanie alianza kuhisi kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Wakatembea wao, mara ghafla wakaanza kusikia kwamba kuna watu walikuwa wanakuja. Wakaenda mbele, wakarudi nyuma, wakaanza kusikia kwamba kuna watu walikuwa wanakuja. Kila pande wameweza kuingiliwa. Pale Arthur, Melanie wakaanza kutembeza mkono. Lakini nyakati hizo wakatekwa. Baada ya kutekwa tu wakaingizwa katika chumba cha kwake Sandred katika hekalu lake huko hivi. Kila mmoja akapigishwa magoti. Pale Sandred akaanza kusema kwamba Arthur, ni vizuri kabisa kwamba nilikuwa nakuhitaji wewe, lakini umeweza kuwaleta marafiki zako. Pale Morgana akaonekana. Sandred akamfuata Morgana, akaanza kusema Lady Morgana, akaanza kumshika. Morgana akajifanya kabisa kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye hayuko upande wao. Akaongea maneno ambayo ni ya kashfa kabisa. Hapo Arthur naye akasema kwamba waachie watu wao, wanajua kwamba unanihitaji mimi. Haikuwa rahisi. Arthur akaanza kulianzisha pale, kila mmoja akaambiwa kwamba kafuko katika sero. Sasa nyakati ambazo basi walivyokuwa wametenganishwa huko nje, sasa bwana mkubwa anaitwa Ellen pamoja na dada yake walikuwa katika chumba kimoja. Sasa kaka mkubwa alikuwa basi analaumu sana kwa sababu gani wamerudi tena, lakini pale mwanamke anaitwa Lady Guinevere akasema kwamba Arthur ndo ameweza basi kunishauri nirudi katika ile eneo. Sasa ndipo akaanza kusema kwamba Arthur wa Camelot ndio. Basi akamuuliza kwamba wewe una mahusiano gani na Arthur wa Camelot? Kwa nini akusaidie wewe kuja unisaidia mimi? Hii inahusiana vipi? Basi mwanamke huyo akashindwa kujielezea, lakini ukweli mambo ni kwamba watu hawa wana date. Kijana wa watu akawa ameweza kupata somo kidogo tu. Kwa upande wa pili huku hivi, mwanamke anaitwa Morgana aliingizwa katika chumba ambacho dada yake alikuwepo, lakini pia alikuwa na Sandred. Akaanza kuulizwa kwamba kuna jambo lolote ambalo limeweza kukuta dada yangu. Basi Lady Morgana akasema kwamba hakuna, ila watu wake walikuwa wananikandamiza sana. Basi wakasema kwamba lazima watoke katika ile eneo wakiwa pamoja, lakini wakasema kwamba lazima tumuue Arthur baada ya muda wa kuweza kumtesa. Yeye anataka kumtesa na kisha baada ya kumtesa ndo amuue. Arthur katika sero yake alikuwa yeye pamoja na Melanie. Hasa katika sero hii wakaanza kudiscuss namna ya wao wenyewe binafsi watakavotoka katika ile eneo. Melanie akaanza kumuuliza Arthur, "Je, una plani yote?" Arthur akaja na plani kwamba unapaswa uweze kutoroka pale. Sasa huku upande wa pili wa kwake Elian pamoja na dada yake ambaye ni Guinevere. Guinevere alikuwa anamrushia kaka yake maneno machafu kwa sababu alikuwa anaonekana kama vile ni mmoja kati ya mtu aliyekuwa mbinafsi. Aliondoka mpaka kipindi ambacho baba yao mzazi alipokufa, kijana huyo hakuonekana kabisa. Lakini pale aliomba msamaha, lakini akasema kwamba haikuwa rahisi mimi kurudi katika ile eneo. Nilikuwa mbali sana. Akamwomba dada yake msamaha na kisha kila mmoja akamsamehe mwenzake.
Merlin na Arthur wakaplani namna ya kutoroka katika lile eneo. Merlin akaanza kupiga makelele hawa askari waje kwamba Prince ametoroka. Basi askari wakaingia pale ndani kwa mawengi. Arthur alikuwa upande wa juu, kisha akateremka pale chini chap, akawaua askari wote. Lakini askari mmoja aliyekuwa katika lile eneo akataka kutoroka. Merlin alimpiga upanga wa mgongo mpaka Arthur alishtuka. We, hii sio poa mzee. Sasa baada ya Arthur kuona namna ambavyo Merlin alivyokuwa anatembeza panga, basi alimnyang'anya ule upanga na kisha wakaanza kutoka nje mmoja baada ya mwingine. Sasa walitaka kwenda kuokoa wenzao. Wakafika katika korido, wakakutana na askari mmoja. Huyo askari sasa akaanza kupambana na Arthur. Arthur alipokuwa anapambana naye, alikuwa mbananishwa katika ukuta. Sasa huyo askari sasa, kipindi ambacho basi Arthur alipokuwa mbananishwa pale, Merlin akapiga kimbola, suruali yake ikadondoka. Arthur akapata nafasi ya kumvunja huyo jamaa. Basi huyo askari bwege alisukuma katika chumba ambacho wakina Guinevere pamoja na Alien walipokuwa wamehifadhiwa. Walifurahi sana namna ambavyo basi walivyokolewa. Hata akaulizwa kwamba Morgana yuko wapi. Guinevere anasema kwamba nijua kwamba yuko na nyie. Basi wakaanza kutoka pale katika lile eneo. Sasa walipokuwa katika eneo la korido, walikuwa mpata nafasi ya kutoroka wao wanne. Lakini Arthur akarudi nyuma na kusema kwamba anataka kwenda kumuokoa Morgana. Merlin akamwambia kwamba itakuwa hatari sana. Arthur akasema kwamba siwezi kumwacha binti huyu. Merlin sasa baada ya kuona kwamba Guinevere pamoja na Alien wapo salama, akawaaga na akamwambia kwamba naomba mrudi katika eneo basi la Camelot. Mimi nataka niende kuungana na Arthur nihakikishe kwamba yupo salama. Basi wakatengana. Huko nje za panga zikaanza kutembea. Morgus akiwa pamoja na Lady Morgana pale ndani, wakaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Wakaamini kwamba Arthur atakuwa ametoroka. Kingine nayo ikaanza kupigwa pale ndani. Morgus akaplani pamoja na Morgana, akamwambia kwamba lazima tutoke hapa nje wote pamoja. Na kwambia hivi, wewe ni mmoja wetu, lazima tufanye jambo kwa ajili yako. Na Arthur akija, lazima uakti kama vile tumekuteka wewe. Basi Arthur huku nje sasa alikuwa basi anakaribia kuingia pale ndani. Askari wakawa wametumwa kwenda kumtafuta. Sasa wakapita pale kama mabwege na kisha Arthur akapata nafasi ya kuingia pale ndani. Alivyoingia tu hivi akakuta kwamba Lady Morgana amekiwa upanga shingoni na huyu mwamba anaitwa Sandred anamtishia kwamba asogeze hatua nyingine yoyote mbele. Na akisogeza hatua nyingine mbele ni kizaazaa. Arthur akaambiwa yake upanga chini. Basi pale pale Morgus naye akaja akasema kwamba fanya kama alivyokuambia. Arthur akazubaa. Sasa akaambiwa kwamba unazubaa nini? Pale pale Morgus akapiga kimbola kingine. Moto ukaanza kuwaka mzee. Unaanza kumfuata. Merlin akaona huo ni ufala. Naye akapiga kimbola kingine. Oya, moto ulilipuka pale hivyo kusababisha maporomoko makubwa kinoma noma. Kila mtu akaenda down. Mpaka Merlin alipiga kimbola hicho naye akaenda chini. Arthur alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuamka. Baada ya kuamka tu akaenda kumfuata Morgana na kisha Merlin akaulizwa na Arthur, unafanya nini hapa wewe mpuzi? Si nilikwambia uondoke. Merlin akasema kwamba siwezi kuondoka bila wewe. Pale pale Morgana akamwona kabisa kwamba dada yake alikuwa katika lile eneo kwamba ameumia sana. Basi wakakimbia kwa pamoja. Merlin alikuwa anamkokota. Morgana anasema kwamba mimi mguu wangu unaniuma, unanifanyia nini? Merlin anasema wewe ni mpuzi nini? Najua kwamba nini ambacho nataka kukifanya. Basi Arthur naye akatokea pale akamwambia kwamba nini kinasumbua? Mbona muondoki tena? Morgana akasema kwamba mguu wake unamuuma. Akapigwa taxi bega na kisha wakaingia tena porini. Huko porini wakawa wanafurahi kidogo. Male pale mzee wakavamiwa tena. Huyu jamaa anaitwa Alien alikuwa anatembeza mkono mpaka Arthur akatulia. Akaona wewe tukuachie mzee uonyeshe uwezo wako. Arthur baada ya kuona kwamba namna ambavyo kijana alivyokuwa basi anapambana, akamwambia sio mbaya, unapiga mkono kweli kweli. Alien akaanza kujisifia na kujipakulia minyama, akasema kwamba bana, practice make perfect. Basi wote kwa pamoja wakarudi upande wa Camelot, lakini Morgana alikuwa amefeli katika plani hii. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa mdadoni cha comment yako chini, niambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now.